taufiki tutakuwa tuna rihla ya Mombasa. Allah akitupa taufiki tutaenda mpaka Malindi, mpaka Nairobi, na sehemu zote hizo ni sehemu za khairi, ni sehemu ambazo kwamba mashaallah watu wake ni watu wenye istiqama, watu wenye mahaba makubwa na ilmu na watu wa ilmu. Lakini pia huko tuna familia zetu, wengine wana wakwe zao huko kina Sheikh Uthmani zaidi ya sehemu moja mbili. Lakini sisi tuna ndugu zetu, tuna familia zetu huko, tuna wazazi wetu pia wako huko. Kwa hivyo ni sehemu ambazo kwamba tuna munasabati nazo kubwa, tuna mafungamano nayo makubwa. Lakini si hivyo tu, tuna mafungamano ya kielimu. Mimi binafsi nimesoma huko Malindi kwa miaka kadhaa, nimelelewa huko na wazazi wangu wa kielimu, kuna wazee wangu wa kielimu. Lakini kuna watu wengi ambao kwamba huko tunashirikiana nao, tunabadilishana nao fikra za kielimu, za kimaarifa. Na ala fikra, hii kitabu changu tulichozindua katika wiki iliyopita kimekuwa kikitumika katika kusomesha Muthalath Qutb takriban kwa miezi kadhaa. Nafikiri ilikuwa ni kabla ya Ramadhani. Kabla ya Ramadhani nilipata msiba kule, nilifiwa na mzee wangu Nairobi kule. Nilienda kuzika kule Isli. Baada ya kumaliza mazishi nilishuka mpaka Malindi nikiwa nimebeba vile vitabu, wakati bado tupo katika marhala ya tahqiq. Nikiwa na mlenga kumpelekea mzee wangu Sheikh langu Said Ahmad Badawi mwenye baba, ambaye kwamba sasa hivi ndio mufti wetu wa Kenya. Allah amhifadhi na ampe siha na afya. Basi nilipoenda nilimpelekea, taban alifurahi sana. Ilikuwa kwa lengo aende akipitia nipe mulahadhati zake. Lakini niliwapelekea pia baadhi ya mashekhe zangu kule Malindi. Baadhi yao walipokiona tu wakasema hiki sisi ni tustafidi nacho tu, wala hatuna la kuongeza. Kwa hivyo baadhi yao wakawa wanatumia katika kusomesha toka kabla ya Ramadhani, sababu ni miezi kadhaa toka nilipokiandika. Na hivi sasa pia kuna nuskha kadhaa ambazo kwamba ilikuwa zinatumwa huko Mombasa, Malindi, kwa lengo hilo la kukisomesha hicho kitabu. Kwa hivyo ni watu ambao kwamba mashaallah na haraka za ilmu. Nafikiri watu wote ambao kwamba wanaenda Mombasa ile mida baada al-maghrib, ile baina al-maghrib wal isha, katika masajid utaona kuna halaqat durusi nyingi, utasikia speaker zikiunguruma sehemu nyingi, kuna durusi. Na ya right tuna ile ada na tamani na hata huko kwetu Dar es Salaam tuione. Maana huko bwana, baada ya sala misikiti mingine inafungwa, kizidi sana utaona jamaa wameketi pale wanapiga alkasusi tu, hawana habari. Subhanallah. Natamani ile ada ya durusi baina al-maghrib wal isha. Kwa kweli sehemu nyingi Mombasa, ukienda Malindi, Nairobi kule pia hiyo ada iko mashaallah. Na sisi hii ni ada nzuri ambayo kwamba kwa nao ndugu zetu wa Mombasa tuichukue. Lakini siku za Alhamisi zile utasikia kuna maburda katika msikiti huu kuna burdai, msikiti ule kuna burdai, kuna maulidi ya Alhamisi. Zamani huko hizi majalisi za burda zilikuwako, lakini asaf sasa hivi zimekufa kabisa, na sijui kwa nini. Burda ni kitu kikubwa sana ambacho kwamba ulamai wetu wa kitambo ilikuwa siku ya Alhamisi, hasa katika masajidi zote za kitarika unakuta kuna majlis ya burda. Mombasa hiyo ada mpaka sasa hivi alhamdulillah iko majlis za burda ziko. Nairobi kule majlis za burda ziko, watu wanaenda kupata burda pale, wanapiga burda na baraka zinapatikana. Lakini katika majumba pia majalisi ya burda katika majumba ya watu pia ziko. Ni ada nzuri ambazo kama natamani pia na sisi tuweze kuzichukua, tuhuishe katika misikiti yetu, ili tuweze kupata ile asli ambayo kwamba
wazee wetu walikuwa nayo. Kwa hivyo haya ni katika baadhi ya mambo ambayo kwamba yanafungamana na miji hii ambayo kwamba tumenuia kuifanyia ziara. Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik na atuwezeshe. Lakini pia niwashukuru ikhwa wote ambao kwamba tulikuwa katika juma lile ambalo kwamba tulifanya uzinduzi wa kile kitabu chetu. Alhamdulillah, ilikuwa ni hafla ambayo kwamba ni najiha, ni hafla ambayo kwamba imefaulu, na kila pahali ninapoenda ikhwa wanaambia bwana, tumeona ile uzinduzi wa kitabu ile. Na alhamdulillah watu wengi talabatul ilmu wamekichukua, wengi wanasoma, na nuskha zile za mwanzo tulizochapisha zilimalizika, tukachapisha tena mara ya pili zikamalizika, na juzi jana pia nilikuwa nasimamia kule mjini uchapishaji wa vitabu vingine ambapo kwamba sasa imekuwa ni mara ya 3. Yani hakikatan ni tofauti na vitabu vyangu vingine vyote, sababu vitabu vingine ilikuwa mtu anaweza kuchapisha labda nuskha 500 au 100 zikakaa mwaka mzima na bado hazijamalizika. Lakini hii alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala ametia tawfiki kubwa. Nuskha zimeenda paka wapi huko miji mbali, Kigoma. Juzi ikhwa waliniambia walichuma zaidi ya nuskha 20 huko Kigoma huko, watu wanachukua wanaenda wanasoma. Kuna baadhi ikhwa wanaambia bwana shekhe, tunataka nuskha ya PDF. Unajua kuna baadhi ya mambo ya kushangaza sana. Unajua hizi kuchapishaji wa hivi vitabu, hawa jamaa waliochukua dhamana ya kuvisambaza huko, wote wametoa pesa zao. Sasa itakuwaje sisi tutoe PDF alafu na huku watu wamewekeza pesa zao? Sasa sisi tukishakupa PDF alafu zile ambazo kwamba jamaa wamechukua sasa kwenye maduka yao, watamuuzie nani wakati tushasambaza PDF? Kwa hivyo kwa kulinda haki ya ndugu zetu ambao kwamba waliochukua dhamana ya kukisambaza kile kitabu, nuskha ya PDF haipo, yani sahau kabisa. Na watu ambao kwamba watafanya labda kuscan wakawa na zile nuskha za PDF, pia tutawachukulia hatua kwa sababu inakuwa ni khiana. Maana kuna baadhi ya vitabu vangu nikuta baadhi ya ikhwa wameviscan wako navyo kwa PDF. Kwa kweli hili ni swala ambalo kwamba si zuri kwa talabatul ilmi, kwa sababu unajua ile ni kazi. Yani kuna watu wamewekeza pale, kuna watu wamezichukua nuskha nyingi kwenye maduka yao. Tuna wasambazaji hapa Dar es Salaam zaidi ya 4. Tuna wasambazaji kule Dodoma, tuna wasambazaji kule Unguja na sehemu zingine. Hawa wote wametoa pesa zao. Sasa sisi tukitoa zile nuskha za PDF tutakuwa tunawafanyia khiana hao, na gharama yenyewe ni pesa kidogo tu, shilingi kidogo tu, ambapo kwamba hata asubuhi chai haitoshi. Kwa hivyo inshallah hilo nafikiri watu wengi wamenitumia message, bwana shekhe tunaomba PDF. Hiyo swala PDF halipo kabisa. Kuna ikhwa wajuzi wameniomba niwatumie, wako Misri, ni nafikiri karibuni nitawatumia kupitia DHL ama kupitia posta. Mtu yuko Misri anaagiza apate nuskha nakala ya karatasi, alafu mtu yuko hapo unataka upate nakala ya soft copy. Hii kidogo inakuwa haijakaa vizuri. Kwa hivyo nawashukuru sana ndugu zangu wote ambao kwamba tulishirikiana, lakini hasa ndugu yangu Sheikh Uthman ambao kwamba mashaallah toka mwanzo tumekuwa tukisimama naye, kwa sababu ala fikra Sheikh Uthman watilia mbali hizi shughuli anazofanya hapa za madawa za kusomea watu. Ni mtu anapenda sana ilmu na anapenda watu wa ilmu na anapenda hizi harakati za ilmu, na sote tunajua shekhe fadhila ya kusimama na ilmu. Ilmu ni katika yale mambo matatu, au ilmu yuntafa'u bihi, katika yale mambo matatu ambapo kama Mtume amesema yatabakia, ni ilmu ambapo kwamba watu wanufaika nayo. Sasa hiyo ilmu watu wanatofautiana. Kuna mtu mwingine anafundisha, lakini kuna mtu mwingine ana support ile mambo ya nini, mambo ya ilmu, kwa sababu tumeandika sawa, tumeandika, tumechunga, tumefanya vipi, kile kitabu mpaka kufikia wewe kinahitaji nini? Kinahitaji gharama. Kwa hivyo lazima wapatikane watu kama kina Sheikh Uthmani na wengine ambao kwamba tutasimama nao ili hizi harakati ziweze kufanya, ziweze kwenda mbele. Lakini pia hata ndugu zetu ambao kwamba wanaotuma matangazo, mashaallah, Allah wabariki, kwa sababu sehemu nyingi hizi taarifa nimezipata ni kupitia fadhila ya hawa. Kwa hivyo wote wanaingia katika ile ilmu yuntafa'u bihi, ad-dalu ala alkhairi
kafailihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, mwenye kujulisha watu juu ya khairi ni kama mwenye kufanya. Kwa hivyo wachilia mbali mnafanya biashara na vitu vingine, lakini lazima mtie nia pia nini ya da'wa ndani yake, kwa sababu mtume anasema niyatul mu'mini khairun min amali, nia ni bora kuliko ile amali yenyewe. Unajua katika sheria amali inaweza ikawa ni mubah, lakini kwa ile nia yako ukapata thawabu. Kwa mfano kula ni mubah, hakuna thawabu kwa ajili ya kufanya, kwa ajili ya kula. Lakini mtu ukitia nia na kula ili nipate nguvu ya kufanya ibada, au ili nipate nguvu ya kwenda kufanya khutba, au ili nipate nguvu ya kwenda kufanya darasa, tayari ushageuza ile ada kuwa nini? Kuwa ibada, na unapata thawabu. Mfano kulala ni mubah, hakuna thawabu, na ukiacha hakuna haram. Lakini mtu nasema mimi naenda kulala ili nipate nguvu ya kuinuka kufanya nini? Ibada na kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tayari ushakuondosha kule kuvaa kutoka kwenye ada kuwa kwenye nini? Kwenye ibada. Kwa hivyo katika dini yetu mashaallah ni ile kujua tu, na hata kuna mwanachuoni mmoja aliandika kitabu anakiita an-niyat, kueleza mambo ya nia tu. Yani ibada moja unaweza kupata thawabu 10 na 20. Si ndio? Yani kitu inaweza ikawa kazi, mathalan kutafuta riziki, kufanya kazi. Mtu unasema mimi natafuta hii pesa ili niweze kutoa sadaka, ili niweze kuisimamia nini? Familia yangu, na niweze kupata nguvu ya kuweza kuniendesha katika ibada na khairat. Tayari wewe hapo katika kazi hii moja unapata thawabu ya zaidi ya mambo mawili matatu. Niyatul mu'mini khairun min amali. Kwa hivyo katika huu msafara hauwezi mtu kwenda peke yako, kwa sababu ukiandika unahitaji wasomaji. Lakini sio hivyo tu, hiki kitabu sawa ni kitabu mufidi na nini, lakini yule mtu yuko Mwanza kule, yuko Dodoma, yuko wapi, atajuaje kwamba kuna kitabu fulani kimeandikwa? Lazima afanye nini? Lazima ahabarishwe. Kwa hivyo huu msafara wa ilmu, huu msafara wa kuelimisha, huu msafara wa dawa ni msafara ambao kwamba tuna mikono mingi sana, kila mmoja anakuwa na nini? Ana umuhimu wake. Yani hakuna mkono ambao kwamba unasema huu labda unaotoshelezea yule. Mikono yote tunahitaji, mikono yote ni mikono ambayo kwamba inasaidia hii da'wa, na haya mambo ambayo kwamba tunaelenga kuifikia jamii yanaweza kufika. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala atupe nguvu, atupe izza, atuwezeshe kusimamia mambo haya mpaka mwisho wa umri wetu, kwa sababu nafikiri hakuna kitu kizuri katika hii dunia zaidi ya kusimamia da'wa. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Qur'an, waman ahsanu qawlan, ni nani mtu mwenye maneno kauli nzuri zaidi yule mwenye kulingania katika nini? Katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni njia nzuri sana, ni njia khairi, ni njia ambayo kwamba sauti hii unayoitoa katika dawa, hakuna sauti yoyote katika hii dunia inaweza kulingana na uzuri wa sauti ya nini? Sauti ya da'wa. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Lakini kazi hii ya da'wa ni kazi ya anbiya, ni kazi ya mursalin, ni kazi ya manabii. Angaa shetani shekhi anakuja kutia wasiwasi, akwambia bwana wewe unashughulika na mambo haya da'wa, wenzako wanashughulika vile, muangalie fulani sasa hivi kashakuwa diwani, fulani kashakuwa meya, fulani kashakuwa fulani, wewe vipi bwana mpaka sasa hivi bado wewe unapiga kanda mbili tu, utaishia wapi na hii kazi yako ya da'wa? Mara nyingine hata familia pia zetu hizi zinakwambia umeona bwana wewe na da'wa yako, umeona fulani yule amechakarika sasa hivi, umeona alipo, na vitu kama hivyo. Lakini hizi ni fikra za kishetani tu, lakini kiuhalisia kazi ya da'wa hakuna kazi ambayo kwamba ni nzuri kama hii. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahitimisha umri wetu katika hii nini? Katika hii da'wa. Na Allah asijalie kwamba riziki zetu tuzipate sehemu nyingine isipokuwa katika hii nini? Katika hii da'wa, si ndio? Kuna ile mstari kwenye Biblia 9 ile ngapi? Mwalimu Musa inasema kwamba nahubirio injili. Kwa hivyo unajua kuna mara nyingine mtu anasema hao mashaka kwa nini wasipende kufanya kazi zingine? Hii ndio kazi yenyewe watu. Sasa wewe unafikiri labda ingekuwa sasa hivi tuna genge kule 914 si ndio? Sheikh Omar Almasi anazijua vizuri hizo. Kwa hivyo lazima sisi hatupigi 9 ile ya leta ulichonacho, tunapiga 9 za kistaarabu. Tuko vitu sana. Tunapiga 9 za kistaarabu.
Wewe unakuja unasikiza dawa lakini unaumwa, si ndio? Si una tezi dume, una nini, utapatana na hii. Hii inaingia katika ile 9, si ndio? Hatuna 9 ile kwamba ulichonacho, hataki ulichokuwa nacho. Ulichokuwa nacho ni cha kwako. Lakini hii unakuwa unaleta yani kistaarabu kabisa. Wala huhisi kwamba umemsaidia Michael wala umemsaidia yote. Umekuja kutibika. Lakini huyu anapata taam na anapata nguvu ya kufanya nini? Ya kupata nguvu ya kufanya dawa. Kwa hivyo hata kununua hizi dawa pia mnakuwa mnachangia katika nini? Katika dawa. Kwa sababu hatuna michango, hatuna harambee bwana, kuna siku harambee bwana, harambee Michael bwana ili apate mafuta ya kwenda Mombasa, hutosikia hiyo. Kwa hivyo hata wale wanaokuja kutibiwa pia wanakuwa wanafanya wanachangia. Kwa hivyo msiwe na nongwa. Kwa nini wale mashehe bwana hivi? Lazima mambo yaende hivyo. Tutafanya dawa, tutauza dawa, tutafanya hivi. Kwa sababu jamaa tunahitaji mafuta. Kutembea huko kunahitaji mafuta ya kuzunguka, si ndio? Tunahitaji majumba ya kuketi, tunahitaji vyakula, tuna wake, tuna watoto. Sasa jamaa, ikiwa tutakuja kusema tu hapa kila siku ni dawa peke yake, masaa 24 tuambiane tu haya, kisha baada hii speaker yenyewe inahitaji nini? Inahitaji stima ndio iseme. Haya, hakuna pesa, mtakuja hapa. Kuna mukayafati hizi, mnaona ingekuwa kuna joto hapa, hakuna mtu angefanya angekaa. Kwa hivyo lazima hizi kazi lazima tufanye. Tutafanya dawa, tutaandika, lakini tutasoma ruqya, tutatengeneza dawa hizi mnazoziona. Maana kuna baadhi ya watu unajua, vipi nyinyi mbona mnafanya dawa mnachanganya na kazi, biashara na nini? Na dini mnachanganya. Sasa nani alikwambia biashara na dini vitu vile tofauti? Hebu angalia kwenye Qur'ani, katika nguzo za Uislamu 5, kuna nguzo ya nini? Ya zakat, si ndio? Unafikiri pale maskini wanahusu pale? Ile nguzo haiwahusu maskini. Nguzo ya zaka ni nguzo inahusu matajiri tu. Peke yao. No, maskini kaeni pembeni kabisa. Kama wewe huna pesa, utaishi maisha yako yote, hutoingia katika nguzo ya nini? Ya zaka, ni nguzo ya matajiri. Sasa ule utajiri hata ufikie kutoa zaka ukamilishe ile nguzo, maana yake lazima ufanye nini? Lazima ufanye biashara. Kwa hivyo dini na biashara ni vitu viwili sambamba. Hakuna ile fikra eti hakuna mahusiano baina ya nini? Baina ya elimu, baina ya dini na nini? Na biashara. Hizi ni fikra potofu kabisa. Qur'ani inapinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika Madina, baada ya kutengeneza msikiti, unajua kitu cha kwanza alichokifanya nini? Unajua? Ni kununua soko la Madina. Aliuliza hili soko la Madina liko chini ya kina nani? Akaambia hili soko liko chini ya Wayahudi. Kawaita wale wafanyabiashara wa Kiislamu wote, akaambia jamaa, ala ile soko linunuliwe. Wa ila tumeisha. Tutaweza vipi kusimamisha dola ya Kiislamu bila fedha? Soko lile likafanya nini? Likanunuliwa. Mabilionea kina Abdurrahman bin Auf wametokea katika soko gani? Katika soko la Madina. Abdurrahman bin Auf alipoulizwa tukusaidie nini na nini, akasema mimi sitaki msaada wa shamba wala chochote. Mimi nataka mnipe mlango wa duka tu pale sokoni na mnipe mtaji basi. Katika mabilionea wakubwa. Kwa hivyo ikhwani, hizi fikra kwamba kwa nini nyinyi mashehe mnataka, ndio Uislamu unataka hivyo. Unataka tufanye. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, unajua kuna baadhi ya watu wanadanganya watu kwamba mtume baada ya utume hakuwa anafanya kazi, alistaafu. Urongo, hakuna kitu kama hicho. Mtume alikuwa ni mjasiriamali hata baada ya nubuwa. Kuna kitabu mimi nacho, ni research imefanyika katika moja katika jamiati ya kupata shahada ya magister, masters, ambao kwamba unwani yake ni masadiru amwali nabii sallallahu alaihi wasallam, vyanzo vya mapato ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ukisoma utaona ni ajabu. Kuachilia mambo ya humusi, mtume pale anaeleza kwamba alikuwa na ngamia wa kutosha anafuga. Alikuwa anafuga ng'ombe, alikuwa anafuga mbuzi, alikuwa anafuga kondoo, lakini alikuwa na shamba ambalo kwamba lile shamba la Fadak. Sote tunajua shamba la Fadak ni shamba ambalo kwamba lilikuwa linazalisha hakuna. Kwa hivyo mtume alikuwa mwenyewe anajiweza, lakini si hivyo tu, alikuwa na kipando cha heshima. Yaani ile kipando cha mtume kikionekana tu anajua hiki ni cha mtume, ilikuwa akifanana na cha mtu yeyote. Yaani kama sasa hivi pando sasa hivi useme mtu bwana fulani labda na gari gani si za heshima sasa hivi. V8 au na gari zingine za heshima, ndio ilikuwa kipando kile cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hakuna ule udarweshi wa kwamba udarweshi mtu kutokuwa na kipando, kutokuwa na magari na nini. Hiyo ni mimbabi dharura kama alivyosema Sheikh Dimoso hapa, kwa
Lakini alhasil hii mada ya divorce huko mimi sitaki kuingia. Mara nisije nikapata nikanunua kesi nyingine bure. Lakini alhasil ya ukiweza hiyo nitawachia nyinyi inshallah. Alhasil mambo haya lazima tuyafahamu katika mtizamo kama huo. Maana sasa hivi utasikia mathalan shekhe ukiwa hivyo unafanya dawa na unafanya biashara, yule tapeli tu yule, mwizi mkubwa. Shekhe amekutapeli nini? Amekuibia kitu gani? Ndio kuna hivi vitu lazima tuvizingatie. Hivi shekhe akija, unajua shekhe ikiwa wale watu wa kuchangisha, unajua kuna baadhi ya watu akiona wale watu wa kuchangisha ule msikiti haswali sikio, anakimbia. Akimuona fulani tu ile sura anakimbia. Lakini kwa sababu sisi hatuchangishi watu, hatuombi, ndio maana yake ukiona shekhe anaenda kuswalia wapi, mtu anakimbilia kabisa ule msikiti kuja kusikiza ni khutba, kwa sababu anajua baada ya hapo achangishwe pesa ni pesa ya mafuta. Kwa hivyo lazima washekhe wafanye kazi na sisi Waislamu tusupport zile kazi zao. Tusiwe sisi ni watu wa majungu tu, tusupport zile kazi. Sasa mtu mfano umetengeneza dawa. Hii ni dawa, ukifanya research mathalan vitu vilivyochanganywa hapo utaona, hata ukiingia Google utaambia kitu fulani kinatibu kitu fulani, kitu fulani kinatibu kitu fulani. Hii ni dawa mtu ametengeneza, ni taaluma. Kwa hivyo achilia mbali ni taaluma. Na utasikia hata Ibn Qayyim al-Jawzi ana kitabu chake anaita nini? Atibu Nabawi, si ndio? Na Ibn Qayyim toba ni wao. Sasa mtu ametengeneza hii dawa, inatibu kitu fulani, akaja akakuuzia, utapeli wake hapo uko wapi? Na masala haya mathala mtu kupona au kuchokupona si dhamana ya mtu muuza dawa au ya tabibu. Hii si dhamana yake. Kwa sababu sasa hivi Sheikh Abubakar Sifa tulimpeleka wapi? India. Ameenda akiwa na nguvu, amerudi akiwa vipi? Taabani kabisa, na siku mbili ngapi tayari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yarhamu. Mamilioni mangapi yametolewa kule? Je, baada ya kufa tulisema hawa Hindi bwana wamekuwa matapeli siku hizi bwana. Tumempeleka shekhe akiwa mzima kabisa, amerudi akiwa nini? Akiwa taabani. Hiyo ni makadirio ya Mungu. Tena sisi tunafanya nini? Natakhidhul asbab. Sisi kazi yetu ni ittikhadhul asbab tu basi. Lakini ile shifa ya hakika anaitoa nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Ndio manake unajua mtu unaweza kuwa na tatizo moja, ukaenda hospitali zaidi ya 4, ile tatizo ikawa bado. Na husemi hata wale hospitalini matapeli kweli. Madha mimi na shida ya macho toka 2018. Nimeenda zaidi hospitali 4 au 5. Naenda hapa natoa pesa ya kutosha. Private nasema hizi mashallah hizi private hizi ndo matibabu yake mazuri. Nilianza hospitali ya serikali haikuwa, nikaenda private ya kwanza, nikaenda ya pili, nikaenda ya tatu, lakini bado ile shida baada ya muda shida inarudi vile vile. Unaenda sehemu nyingine kwambia hapa tukifanyia hivi basi. Baada ya miezi kadhaa shida inarudi hivi. Unaenda hapa mathalan naweza kanunua miwani. Nikaenda pale nikapimwa wakanipa miwani. Baada ya miezi kadhaa shida ikarudi hivyo. Nikaenda hospitali nyingine kwambia hii hapana, hii namba hii hapana, toa tukupime nyingine. Wakanipa nyingine, nikapewa dawa zingine. Na hivyo tena baada ya muda ile shida inarudi. Na hakuna hata siku moja nishaye kusema kina fulani nini? Matapeli. Kwa sababu ni taaluma hii na najua kwamba mimi hawa ni sababu tu.